Dr. Mohamed Hamis, mwenyekiti wa Tanzania Sports Influencer Promotion, kwenye zoezi la kuchangia. Anakunja sura. Baba, vipi tena dokta? Babu hatari. Hatari. Shida ni nini? Shida ni kuchangia damu. Ukunga wa maana ndugu yangu. Yes, asante. Tuko hospitali ya rufaa kanda kati Dodoma hapa. Lengo likiwa ni kuhamasisha Watanzania wanamichezo, wadau mbalimbali waweze kuja kutuunga mkono hospitali ya mkoa ya rufaa Dodoma kuja kutujitolea damu kwa sababu damu haitoshi. Yes, kwa takwimu za WHO au kwa takwimu za ya Wizara ya Afya inaonyesha hospitali nyingi hazina damu na benki yetu ya taifa ya damu ina mapungufu ya damu. Kwa hiyo wagonjwa wengi ambao wanahitaji damu, sisi ndio msaada kwao kama wanajamii. Wagonjwa kama wagonjwa aina ya anemic patients, maana yake wagonjwa ambao wana mapungufu ya maradhi ya kupungua kwa damu, lakini pia waliopata ajali mbalimbali za pikipiki, gari, lakini pia wale ambao wanajifungua kwa operation huwa wanapoteza damu nyingi sana kitandani, mama wajawazito, lakini pia watoto wadogo chini ya umri wa miaka 5 ni watu ambao wanahitaji sana damu. Sisi kama Sports Influencers Promotion, wahamasishaji wa vilabu michezoni nchini Tanzania, Simba, Yanga na Azam, tumeamua kuja hospitali hii ya kanda kati Dodoma kwa kutambua umuhimu wa hospitali hii. Inatibu zaidi ya watu zaidi ya 95 kutoka kwenye maeneo tofauti nchini Tanzania. Maanake wakazi wa Singida, Manyara, Dodoma, Tabora, Morogoro, Iringa wanatibiwa katika eneo hili hapa, lakini pia wakazi wa Dodoma wenyewe huwa pia wanatibiwa hapa. Kwa sisi kama wahamasishaji wa michezo na influence michezoni, tumesema tuje tufanye zoezi hili ili tuunge juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa sera ya afya bora, uwezeshaji wa mazingira ya afya, uboreshaji wa vifaa tiba pamoja na wataalamu, ili damu yetu sisi ikawaponye watu kuelekea AFCON ya mwaka 2027 ambao sisi wana michezo, mashabiki wa mpira wa miguu nchini Tanzania tumejimwambafai kwamba tupo tayari kwa AFCON. Tunasema rejesha amani na utulivu, tupo tayari kwa AFCON 2027, lakini afya bora ndio msingi wa furaha yako. Maana yake ukiwa na afya bora ndio itakuwa rahisi kila mmoja wetu kuhamasika na kuengage na sisi kuelekea AFCON 2027 ambayo sisi Tanzania ni mwenyeji. Na hapa Dodoma makao makuu, uwanja wa kimataifa utajengwa hapa wenye kuchukua mashabiki zaidi ya 35. Kwa hiyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan itajenga uwanja ambao utatumika kwenye AFCON. Ndio maana tumekuja Dodoma kuhamasisha michezo, kuhamasisha kila Mtanzania kwa nafasi yake aweze kujiandaa kuipokea AFCON 2027. Na AFCON inapokuja tuko tayari, tuna afya bora na tuweze kutisha zaidi ya Morocco. Kuhusiana na zoezi zima la kuchangia damu na huwa yanazungumzwa mengi sana mitaani. Labda neno lako kama mwenyekiti wa Tanzania Sports Influencers Promotion Tanzania, neno lako la faraja, wito watu kutoka hapa Dodoma lakini mikoa tofauti. Mimi kwanza niwatie moyo wale wote ambao wana tabia ya kujitolea kudonate. Wewe fikiria mtu kama Cristiano Ronaldo na umaarufu wake alionao, lakini bado ni mtu ambaye ni blood donor, maana yake anajitolea damu kwa wagonjwa. Tone lako la damu moja linaweza ikaokoa maisha ya watu wengi. Ukiwa ni Mtanzania mwenye hofu ya Mungu, mwenye kujua kuna watu na kuhitaji, kujitolea damu ni ibada. Niwaambie watu wote wahamasike kujitolea damu, waondokane na imani potofu ambazo zinaendelea huko mitandaoni pamoja na mitaani kuhusiana na dhana potofu ya utoaji wa damu. Uchangiaji wa damu ni ibada ya kwako wewe, lakini ni ibada ya kinchi, lakini unakuwa umewajibika moja kwa moja kuunga juhudi za serikali katika sekta ya afya, kuimarisha afya za watu wengine. Fikiria ni faraja iliyoje kama ukijua damu yako uliyotoa imewaponya mamilioni ya watu. Kwa Watanzania tuhamasike kwa wingi wetu, tuweze kujitoa kwenye vituo mbalimbali vya afya, hospitali za wilaya na mkoa na hospitali za rufaa, tuweze kutoa damu kwa wagonjwa ili tusaidie maisha ya watu ambao watu wengi wanapotea vitandani kwa upungufu wa damu. Daktari, tumezungumza mengi bwana, tuendelee na zoezi hapa. Nashukuru sana. Mimi sitaki nikuhoji, wewe unaongea kwa dakika 2 tu.